niseme tu kwamba kuna vitu ambavyo tunaendelea kuvibaini. Tunaendelea kuvibaini kutokana na hili tukio. Kwanza shule zetu nyingi hazina uzio, hazina fence. Unakuta tu ni njia ambayo iko wazi, mtu yote mwenye nia ovu anaweza akapita, akavuka, akaingia. Lakini pia wakati mwingine unakuta wale walinzi ambao wako pale kwenye shule ni wachache, hawatoshelezi, kwa sababu shule ikiwa na eneo kubwa afu mlinzi ni mmoja, ni ngumu sana muda wote kwamba awe wakati yuko kwenye eneo la bweni, wakati huo hapo awe huko kwenye maeneo ya ofisini, administration au kwenye geti. Sasa anashindwa akae wapi. Lakini at least walinzi wakiongezeka kutokana na ukubwa wa shule, wakawa wengi, wakawa na patrol, inakuwa ni rahisi pia mtu mwenye nia ovu kuweza kujulikana. Lakini pia niseme kwamba hizi shule tulikuwa tuzilinde kwa kuziwekea uzio. Unapoweka uzio maana yake angalau unaweza kulinda mtu ambaye anaweza kaingia asiyeeleweka. Kwa hiyo shule nyingi ambazo tumekuwa tukizikagua, tumekuwa tukitoa ushauri na mapendekezo kwamba shule ziwekewe fence, kuwe na uzio. Kwa hiyo hii miongoni mwa shule ambazo hazikuwa na uzio ni mojawapo hii ya Asha Rose Migiro, haikuwa na uzio. Kwa hiyo sasa, pamoja na sababu nyingine ambazo sitazipelekea kuziweka wazi hapa, pamoja na sababu nyingine zimetuonyesha kwamba lile tukio lina viashiria vya hujuma. Kwa hiyo mamlaka zinaendelea kufanya kazi ili kuweza kuhakikisha wahusika, sababu hiyo ni kazi ya chombo kingine, kuhakikisha wahusika sasa wa hili tukio wanatiwa nguvuni. Na yapo matukio mengi sana ambayo tunaendelea kuchunguza. Tunabaini kwamba huu moto uanzilishwaji wake ulikuwa ni wa makusudi. Kwa hiyo huo ni mtaalamu ambao sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tunaweza tukabaini. Na kamanda, hapa ingawa umesema uchunguzi bado unaendelea, lakini katika baadhi ya matukio kama haya ambayo yanasababishwa na hizo hujuma, inakuwa sababu ni nini? Mara nyingi ni migogoro. Hizi hujuma sisi tumebaini kuwepo kwa migogoro katika shule. Inaonekana mgogoro kawepo hapo ndani, lakini wakati mwingine mgogoro ukahusisha shule na vijiji na mamlaka za nje ya shule. Kwa hiyo migogoro inakuwepo, lakini pia inawezekana migogoro mingine ikawepo humo ndani ya shule. Na hii migogoro wakati mwingine ukuta wanafunzi wanatumika kwenye migogoro. Mwalimu fulani akamtumia mwanafunzi kwenda kuanzisha tukio la moto. Mwalimu akatumia walimu wenzake kuanzisha tukio la moto ili labda kufanya tukio la kumkomoa mtu fulani, kukomoa uongozi. Kwa hiyo migogoro ipo na sio shule moja tu ambayo tumeweza kuchunguza na tukabaini hilo swala. Kwa hiyo hujuma nyingi zinasababishwa na migogoro ambayo inakuwepo katika eneo husika. Na kwa mantiki hiyo sasa, mna ujumbe gani kwa jamii? Ujumbe sasa wa kikawaida, lakini pia kisheria. Sheria zinasemaje ikibainika kwamba umefanya tukio kama hilo ambalo limesababisha moto na kusababisha madhara? Unapoanzisha moto kwa makusudi, moto wa hujuma, hilo ni kosa la jinai kama makosa mengine yalivyo. Kwa hiyo ukibainika, basi sheria itachukua mkondo wake na itapelekea kifungo, kwa sababu hilo ni kosa la jinai. Kwa hiyo ni kosa jinai kama makosa mengine yalivyo, utachukuliwa hatua. Na rai yangu ni kwa wananchi ni kwamba wasijihusishe kabisa na uchomaji wa makusudi, uanzishaji wa moto wa makusudi, kwa sababu utaalamu upo kabisa wa kuchunguza na kubaini kwamba huu moto haukuwa wa kawaida, haukuwa labda uliosababishwa na hitilafu ya umeme, haukuwa uliotokana na uzembe, haikuwa chochote ambacho tunaweza tukakisa labda uvujaji wa gesi, maana sababu ziko nyingi tu. Sisi tunapochunguza tunajua huu moto ulichomwa, ulianzia hapa ukasambaa kuelekea huku na ulichochewa sana na kitu fulani. Kwa hiyo utaalamu sisi tunao. Na mkuu, sasa katika shule ya sekondari Mkuu ambao moto wake umetokea pia karibuni, mmebaini nini hasa na athari zimekuwa kubwa kiasi gani? Ni kweli kulikuwa na tukio lingine la moto ambalo lilitokea katika hostel. Hostel sio kwa Kiswahili tunahitaji, lakini ni maeneo ambayo wanafunzi wanatumia kwa ajili ya kulala wakiwa wanaendelea na masomo ama wakiwa wanaendelea na ule muhula wao wa shuleni, wakiwa shuleni. Kwa hivyo hizi hostel zilikuwa zikitumika na wanafunzi wa Mkuu sekondari, ambayo
Hii shule ipo katika kata ya Makidi katika wilaya ya Rombo, na huu moto ulitokea tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 11:30 alfajiri. Ile majira ya alfajiri ndio tukio lilitokea, na tunamshukuru Mungu pia hili tukio halikuwa na vifo, kuhusisha vifo, na lilitokea wakati wanafunzi wakiwa katika sala ya asubuhi. Huwa wana zile sala za alfajiri. Kwa wakati wameenda kwenye sala, basi huku lile bweni lilikuwa limefungwa na hakukuwa na mtu ndani. Kwa hiyo ndipo wakati huo tukio likatokea la moto, na hivyo sasa kupelekea jengo zima ama hiyo hostel yote kuungua kwa moto. Jengo lote liliteketea, na kulikuwa na vitanda pale na magodoro yote yaliteketea, na vitu na baadhi ya vitu vya wanafunzi kama nguo na vitabu ambavyo wanavitumia katika maisha yao ya kila siku hapo pale shuleni. Kwa hiyo jengo zima liliteketea, na katika uchunguzi wetu wa awali ambao tumeweza tumebaini ya kwamba kulikuwa kuna hitilafu ya umeme katika lile eneo. Hitilafu ya umeme ambayo ndio ilipelekea moto katika hilo jengo. Na hitilafu ya umeme naweza nikasema ipo katika sehemu mbili. Kuna hitilafu ya umeme ambayo inaweza kusababishwa na mzalishaji, anayezalisha umeme na kuwasambazia watu, lakini hitilafu ya umeme inaweza kusababishwa na mtumiaji anayepokea ule moto, anayepokea ule umeme, kutokana na namna yeye alivyofanya miundombinu yake ya kupokea umeme, ikiwemo wiring, lakini pia inaweza ikasababishwa na vifaa vyake ambavyo anavitumia katika kufanya matumizi ya ule umeme. Kwa hiyo sisi tulivyobaini katika ili bweni ni hitilafu ya umeme iliyotokana na mtumiaji mwenyewe katika jengo lake. Mtumiaji mwenyewe hakuchukua tahadhari ambayo ilipelekea kutokea kwa hitilafu ya umeme na kusababisha moto katika ile jengo.